Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais Masoud Pezeshkian kutoka nchini Iran anasema kwamba taifa hilo la Kiajemi limefanya maadui Israel na Marekani wakate tamaa katika mapambano ya siku 40 na hatimaye kuomba usitishwaji wa mapigano, na wakati huu wapo katika mazungumzo, lakini wao kama Iran hawana imani juu ya mazungumzo hayo na wapo tayari na wamejipanga kwa ajili ya mapambano zaidi. Rais huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametilia mkazo nafasi muhimu ya wapiganaji wa taifa hilo la Kiajemi katika kuvuka kipindi cha hali ya vita na kusema taifa la Iran limemfanya adui akate tamaa na kukosa matumaini kwa wapiganaji na wana mapambano ndani ya siku 40. Israel pamoja na Marekani walidhani wanaingia vitani na taifa ambalo limeyumba kiuchumi, wakiamini kwamba wataweza kubadilisha utawala wa taifa hilo ambalo walipambana nalo kwa zaidi ya miaka 40, lakini wamekutana na upinzani mkali kiasi kwamba wakaamua kusitisha mapigano wenyewe. Akizungumza utabiri ambao haukuwa sahihi wa maadui kuhusu uwezo wa wapiganaji na kusimama kidete kwa watu wa Iran, Rais Masoud Pezeshkian aliongeza kusema kwamba wakati adui akifikiria kwamba Iran haingeweza kupambana kwa zaidi ya siku hizo 40, taifa la Iran lilimlazimisha adui akate tamaa mwenyewe katika mapambano ya siku hizo 40, na hata vitisho vya kuharibu miundombinu havikuweza kuyumbisha azma ya watu wa Iran. Aliongeza kwa kusema maadui walidhani kwamba kwa kulazimisha vita na mashinikizo wananchi wangeingia mitaani na kuipindua serikali, lakini watu wenye busara wa Iran wamelinda utawala wa Kiislamu kwa mahudhurio makubwa ya kuwakatisha tamaa maadui. Wa Iran waliungana na serikali yao na waliwapa nguvu wapiganaji wao, anasema rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian. Anasema kwamba wa Iran walionyesha kwamba wanailinda nchi yao, na baadhi yao wakisema kwamba watapambana mpaka mtu wa mwisho ambaye atauawa katika nchi hiyo, huku wakiwa na matumaini kutokana na mapambano ya wanajeshi wao katika vita ambavyo vilihusisha mataifa mawili ya Israel na Marekani. Rais Masoud Pezeshkian ameutaja mchango muhimu wa ushiriki wa wananchi, lakini pia mchango wa misikiti na uwezo wa kijamii katika kusimamia migogoro kuwa ndio siri ya ushindi wa Iran, na kusisitiza kwamba kutumiwa uwezo huo na mahudhurio ya wananchi vimekuwa na nafasi muhimu katika kushinda na kuvuka kwa mafanikio hali na mazungumzo ya hivi karibuni. Hata hivyo, anasema kwamba kuna watu ambao walipangwa kutengeneza machafuko ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili tu kuipinga serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na inadaiwa pia kwamba hata wale waliungana na Marekani waliona baadaye kwamba Marekani ilikuwa na mipango yao tofauti na kuangusha utawala wa Iran, kwamba baadaye waje waweze kuiba mafuta. Na hii ni moja kati ya kauli ambazo rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kuzitamka, akisema moja kati ya mipango yao ni kupata mafuta katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hili liliwashtua wananchi katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran na kuamua kuunga mkono upande wa serikali na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC ambalo lilipambana vilivyo ndani ya siku 40, cha kwamba kuna hasara kubwa zilizopatikana katika taifa hilo, ikiwa ni pamoja na hasara za miundombinu, lakini pia vifo vya raia wasiokuwa na hatia ambao wameuawa kutokana na mashambulizi makali yaliyofanywa na Israel pamoja na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.